Best Sales Personnel of the Year itakuwa presented by Mheshimiwa Amiri Mkalipa, inakwenda kwa... Namshukuru mkurugenzi wa The Climax Charles, ni kijana wetu na ni mwekezaji kwenye eneo letu. Anafanya biashara ya vinywaji na Climax imekuwa baa kubwa kwani Mwanza, kanda ya Ziwa na Tanzania kwa ujumla, namna wanavyotengeneza mpangilio wa entertainment zao. Kila mmoja anajua tamasha maalum la Good Morning ambalo kila mwezi linafanyika, na mwezi uliopita tulifanya kazi na Mbosso. Nimekuja hapa kwa sababu pia kumuunga mkono Charles, na Charles huwa anatoa kile anachokipata kwenye jamii. Kwa mfano alivyokuja Mbosso juzi, wamefanya biashara lakini wamepata kidogo na wamepeleka kwenye jamii yetu kwa maana ya hospitali na shule, na amejitolea. Kwa mfano leo anakwenda kwa watoto yatima kuwashika mkono kwenye wilaya yetu. Baada ya kila sikukuu huwa anakwenda kwenye vituo vya watoto yatima. Faida anayopata kidogo anashare na wenzake. Sasa leo ni siku ya kuwapongeza wafanyakazi wake kwa kazi kubwa waliofanya. Na mimi huwa ananiuliza vitu vingi. Wapi mkuu, kuna changamoto ya madarasa, madawati, tuchangie kidogo madaftari. Anafanya vingi ambavyo nje ya kamera, lakini kwenye kamera vinakuwa vichache sana. Ndio maana hata mimi nauiwa shughuli zake kuja kumpongeza. Leo amekuja kuwapongeza wafanyakazi wake baada ya kazi ya mwaka mzima. Kwa hiyo yeye ameamua aifanye tofauti kidogo, kwa maana anatoa zawadi leo, atatoa motisha, na amenidokeza package ni kubwa za zawadi. Kila mkurugenzi, kila mmiliki wa mfanyakazi, hata mfanyakazi wa ndani, wito wangu katika familia, level ya familia, hata mfanyakazi wa ndani yule anayemsimamia kwa maana ya baba mwenye nyumba au mama mwenye nyumba, anapaswa kumwandalia mfanyakazi wake wa ndani ka zawadi kadogo, kwa sababu haiwezi kuwa Climax bila DJs, bila wahudumu, bila wote unawaona hapa. Ndio matafsiri sahihi ya Climax. Chazi anaweza asiwe lolote, lakini hao wafanyakazi wakiondoka, Chazi atafirisika. Kwa kila mmoja maintain wafanyakazi wake nyumbani kwake. Tunaanza level ya familia. Wito wangu kila mwana Ilemela aangalie wafanyakazi wake. Time ya kuangalia wafanyakazi ni sasa. Sisi serikali mwezi wa 5 Mei Mosi kinawaka, na mwaka huu tutakuwa na tukio kubwa sana la kuwapongeza wafanyakazi wa Ilemela kwa kazi kubwa walizozifanya. Tangu tumeanza sio tukio la kwanza, isipokuwa hili ni tukio ambalo tumelifanya kwa hatua ya tofauti kidogo, lakini tumekuwa tukifanya kwa ndani, tunapongezana tukiwa mle kazini, lakini leo tukaona tufunge ofisi kwa siku 2, tutoke nje ya ofisi tukapumue kidogo. Na tumekuwa na program kuanzia asubuhi. Tumeanza na mpira wa miguu, tumecheza, wamekimbiza kuku, wamevuta kamba, michezo mbalimbali. Tumetoka hapo na tumeenda kupata lunch na watoto yatima na watoto ambao wamepitia mazingira magumu sana, ambapo tumepata historia yao. Kwa kweli ni vitu ambavyo vinaumiza sana. Kwa hiyo tumeweza kupata nao lunch kwa pamoja, lakini pia walikuwa na uhitaji wa vifaa vya ujenzi. Tumeweza kuchangia simenti pale, tumeweza kuchangia vyakula kwa kile kidogo tulichojaliwa. Kwa hiyo pia hapo tu pia nitoe wito, kuna kituo pale, mtu yoyote mwenye uwezo anaweza kupita. Kuna watu wana uhitaji pale, hata mfuko mmoja wa simenti unaweza kuwasaidia sana wale watoto, kuwafanya wakakaa katika mazingira mazuri zaidi. Wanajenga kituo chao, nimeambiwa Nyamongolo pale. Kwa hiyo wanahitaji sisi tuwashike mkono ili waweze kufanikisha kupata kituo kizuri, ili angalau na wao waishi katika mazingira mazuri. Na baada ya hapo, jioni ya leo tuko pamoja hapa, tunapata party. Tunaona watu wote wamevaa white, kuna ma DJ kibao humu ndani, kuna mziki mzuri, chakula cha kutosha, vinywaji vya kutosha. Na kesho tutafanya boat party ambapo tutaenda kwanza saa 8 Island, lakini pia tutapata nafasi ya kuzunguka Ziwa Victoria, utalii wa ndani kwa kifupi. Kwa hiyo yote hiyo ni kubreathe, tunatengeneza afya ya akili. Jumatano tutafungua ofisi, tutaendelea na kazi. Na kikubwa inatengeneza teamwork. Yaani kwanza leo kwenye timu yangu mimi nilikuwa ni kocha. Kwa hiyo nilikuwa napanga vijana wangu namna gani, mbinu za kuweza kuwashinda team B. Kwa hiyo kikubwa tumetengeneza teamwork. Unajua tunapokuwa katika mazingira ya kazi ni vigumu kuinteract kwa namna ambavyo tumeinteract leo. Ni vigumu kucheza na kufurahi kwa pamoja kama ambavyo tumefanya leo. Kwa hiyo michezo,
na party hii na chakula cha pamoja, mimi naona naweza kusema inatengeneza teamwork. Tunarudisha ile nguvu ambayo wanaifanya. Hata leo niliwaambia tukiwa pale kwa watoto yatima kwamba hii contribution tulioifanya hapa sio mimi mkurugenzi nimetoa, ni kwa sababu ni wote tumefanya kazi kwa pamoja, tukatengeneza hichi tulichokipata ambacho ndio tumeweza kuja kukitoa sehemu yake, tumekuja kukitoa na hicho sehemu yake tunakuja kukitumia hapa jioni. Climax ni vibe. Basi hicho. Asubuhi tumekuwa na bonanza ambayo ilikuwa na games tofauti. Tumekuwa na tug of war, tumekuwa na watu wamekimbia na mayai, unajua. Watu wamevuta kamba, watu wamekimbia kwenye magunia, and then tumekuwa na football na games nyingi sana. So tumekuwa na almost masaa 4 mpaka 5 ya games. Baada ya games tulienda kwenye kituo cha watoto wenye uhitaji, na pale timu nzima ya Climax waliweza kutoa misaada. Baada hapo sasa wakaenda kupumzika, and then jioni kuanzia saa 1 ndio wakawa wamekuja kwenye after party kutoa tuzo kwa DJs ambao wamefanya vizuri kwa mwaka mzima, lakini kwa wafanyakazi ambao wamefanya vizuri kwa mwaka mzima. Kwangu mimi ni privilege kuandaa hili tukio la kuwapongeza wafanyakazi. So nimeinvest nguvu kubwa sana na akili na ubunifu kwenye hili tukio, kwa sababu unajua Climax ni wako kwenye burudani. Also mimi na biashara nyingine ya burudani. Kwa mimi kwangu ni privilege na namshukuru sana Climax kwa kunipa hii fursa, na sisi tunaamini katika viwango na ubora wa kile ambacho sisi tunafanya. Moja ya vitu ambavyo tunaviangalia sana sisi ni kuhakikisha kwamba mteja wetu sisi na mteja wetu Climax na watu wake wote wamepata burudani, wamepata furaha na lengo lao limekamilika kama ambavyo tumetaka. Mpo tayari kusikia mfanyakazi bora wa mwaka? Mpo tayari au mnamjua? Haya, na tuzo hiyo inakwenda kwa Flora Joseph Matani. Sana na hongera sana. Karibu. Napenda kuwashukuru mabosi wangu, mimi staff wenzangu, nashukuru kwa ushirikiano. Mungu azidi kuwapa nguvu. Inakwenda kwa Antia Modest. Inayofuatia anachukua tuzo ya Most Disciplined.